naitwa Rafael Robert, ni mkazi wa kata Sakina, mtaa wa Shams, mtaa wa Navarana. Salome namfahamu kama mpangaji wangu na ni mtu ambaye tumekaa naye kama familia hapa, kwa sababu ana zaidi ya mwaka na sasa hivi hapa nyumbani kwangu, na tumeishi naye kwa kweli kama mdogo wangu, sio tu mpangaji. Kwa kweli mpaka nilipofika ilikuwa siku ya Jumatatu, nadhani tarehe 23 ya mwezi wa pili. Bwana yake akanipigia simu akaniambia, bana, kuna habari zozote umepata? Nikamwambia hapana. Akaniambia, na taarifa nimepata, mke wangu amefariki. Nikamwambia, mke wako? Mbona mmetoka muda sio mrefu hapo nyumbani? Akaniambia, bana, ndo hivyo ninachokuambia. Akaniambia, naomba mpigie simu. Nikampigia kweli simu, kumpigia simu akapokea askari magereza ambaye kwa majina yake anaitwa Asmani. Kwanza alipopokea akaniambia, mimi ni askari magereza. Askari magereza, ni jina lako? Akaniambia, naitwa Asmani. Nikamwambia, nimeshakufahamu. Alivyoniambia tu nimekufahamu. Nilivyomwambia tu nimeshakufahamu, nikamwambia, kwa sasa ni vipi huyu mtu? Akaniambia, bana, huyu mtu hatuko naye tena na tuko hapa Mount Meru. Kama unaweza kufika basi hebu njoo. Wakati huo nikamrudia mume wake. Nikamwambia, bana, hizi habari ni za kweli, lakini naomba kama umefika hapo nisubiri hapo getini. Sababu nilibidi nimplease anisubiri, kwa sababu niliona indirect akienda yeye anaweza pia, unajua mtu ambaye ukiwa na mwenzako pembeni anaweza akakusaidia pia kwa lolote ambalo linaweza ukao umeliona kwa wakati huo. Kwa kweli nilifika pale, tukaonana na ule askari, ndo akatuelezea hali halisi ilivyo, kuwa wao wamefanya kusaidia tu ajali iliyotokea. Na mtu yule tukaambiwa kwa sasa yuko mochwari. Tukaenda kweli tukamshuhudia ni yeye. Basi kwa sasa tukaambiwa majokofu yamejaa mpaka asubuhi ndo anaweza kuhifadhiwa vizuri. Kwa mida saa moja kasoro saa hiyo za jioni, kwa sababu hizi taarifa sisi tunapata kama saa 12 ya jioni. Saa 12 ya jioni, kwa hiyo tulikuwa pale mpaka tunaondoka pale ni kama saa 1 kasoro. Wakati huo sasa na sisi alikuwa kuna simu yake, kuna pochi yake. Askari magereza wakatuambia kwa utaratibu inabidi polisi, ndo akatukabidhi. Tukaenda nao paka polisi, wakamkabidhi mume wake. Kwa walivyomkabidhi mume wake, basi sisi tukarudi hapa nyumbani, tukaendelea na utaratibu ambao kwa sasa hivi tunao, ambao familia yake, familia ya Salome wanaishi Kiteto. Kwa hiyo msiba kwa sasa hivi utakuwa hapa nyumbani kwangu hapa Shamsi, ambaye naye ndo Salome anapoishi. Nafikiri tulishakaa na familia yake ambao nayo nyingine imekuja, tumekubaliana atasafirishwa kesho Alhamisi jioni kuelekea Kiteto kwa ajili ya kuhifadhiwa mwili wake siku ya Ijumaa. Ndio utaratibu uliokuwa. Na labda ajali inaelezwa ilitokea maeneo gani? Ajali tumeambiwa imetokea maeneo ya Kisongo Airport. Husisha yakiwa anavuka au alianguka kwenye gari au ilikuwaje? Gari inahusika? Kwa mujibu, kwa sababu na sisi ni tunasikia, hatukushuhudia. Tunaambiwa Salome alikuwa kwenye toyo anakuja nyumbani, anatokea Kisongo. Kwa hiyo sasa alikuwa kwenye toyo. Kwa ni amegongwa, ni amefanyaje? Kwa kweli hizo habari kamili sisi hatuna. Wale watu wa kwanza ambao ni askari wa magereza, yeye alitueleza nini juu ya ajali, kwa sababu sisi ndio walimsaidia? Kwa kweli hawajatueleza sana kuwa imekuaje. Wao wamesema wamewasaidia. Kwa hiyo mengine sana sijui wamegongwa, wamefanyaje, hapana. Hawakutuambia vitu kama hivyo. Bali wametuambia tu ni msaada wamewapa kuwafikisha pale. Hizi taarifa zinaandikwa kwenye mitandao kwamba ni gari ya magereza ndio ilihusika. Nimefuatilia kujua zina ukweli kwa kiasi gani?
Hapana, binafsi nisiwe muongo, mimi bado sijajua zaidi kuhusu masuala kama haya. Kwa kweli bila kusema uongo, Salome alikuwa anaishi na watu kiupendo sana. Hata unavyoona watu, hata na mimi tulivyokuwa tunaishi naye, kwa kweli mimi naweza kuambia Salome mimi nilikuwa naishi naye kama mdogo wangu, sio mpangaji, na nilikuwa naishi naye kama mdogo wangu. Kwa kweli. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi naye vizuri sana kwa kweli. Kwa majina naitwa Epnes Shayo. Ni rafiki yangu wa karibu. Salome Antipas. Ajali yake ilitokea siku ya Jumatatu tarehe 23. Na mimi nilipata taarifa mida ya saa 1 tarehe 23 baada ya mumeo kunifuata kazini na kuniambia, shemeji, naomba tuzungumze, kuna jambo limetokea juu ya mke wangu. Na ndipo nilipoita viongozi wangu na tukazungumza, akatueleza juu ya hilo jambo. Ndio. Ambapo alitueleza kuwa mke wake amepata ajali akiwa anatokea Kisongo na kwa bahati mbaya amefariki. Na ajali yake inahusishwa na nini? Kwa kwenye nini au? Ajali yake na yeye marehemu alikuwa kwenye toyo na inavyosemekana waligongwa na gari. Kwa nyuma, kwa mbele, kwa pembeni? Nasikia ni kwa nyuma, aligongwa na gari kwa nyuma. Ndio. Na haijafahamika bado. Haijafahamika bado ni gari gani. Magereza inautaka? Magereza wao wanasema kuwa waliomsaidia. Ndio. Kumfikisha pale hospitali. Baada hiyo ajali kutokea walimsaidia. Hali ya mwenzake alikuwa anaendesha pikipiki? Hali ya mwenzake alikuwa anaendesha pikipiki, amevunjika mguu na bado anapatiwa matibabu katika hospitali ya Mount Meru. Anaeleza sasa ulivyomuuliza gari gani anasema? Kwa hali ilivyokuwa jana alikuwa sio rahisi kuelezea vizuri. Maana hali yake bado kidogo ni mbaya. Unatamani kitu gani kifanyike ili marehemu atendewe haki? Ni mambo ya Mungu tu. Naitwa Januari. Taarifa tulipata yani kabla hiyo tulipata taarifa. Yani si yenye hata tujaamini yani. Maana siku kabla kutokea matatizo. Kwa tuko naye hapa tunacheka naye mtaani hapa. Fresh tu, yani tulikuwa tunaishi naye tu vizuri. Sasa baadaye jioni naletea hiyo taarifa yenye hata wenyewe hatujaamini. Kwa sababu yeye amepata ajali ya gongana na gari. Gari ya magereza. Ilikuwaje? Yaani inavyosemekana. Maeneo gani na ilikuwaje? Kisongo. Alikuwa kapanda gari, alikuwa kapanda pikipiki, alikuwa amepakiwa pikipiki. Gari ya magereza ilitokea wapi? Kwa hapo sijafahamu vizuri. Lakini taarifa niliyopata ni ilipokuwa tu hivyo yani. Wanasema magereza ndio walikusaidia. Wanasema nini? Au sijapata taarifa ndani, lakini ndio hivyo basi. Yaani nauma sana. Sister yetu nilikuwa naishi naye hapa. Asante. Mimi kwa majina naitwa Meshaki Gamalieli Msamki. Mimi huyu ni mtoto wa shemeji yangu. Mimi nilipigiwa simu na mwenye nyumba hii kwenye saa 2:30 kuelekea saa 3 usiku, na mimi nilikuwa simjui mwenye nyumba wala nini. Maana alivyonipigia na kunifahamisha vizuri na mtu mwenyewe kunielewesha vizuri, ndio nikaa nimekubaliana na kilichotokea. Aliniambia hivi, una mtoto anaitwa Salome? Nikamwambia ndio. Kwa hiyo huyu Salome alikuwa anatokea kwenye shughuli zake Kisongo, anarudi nyumbani kwake, yani huku mjini. Sasa kufika pale uwanja wa ndege, akawa yeye amepakiwa kwenye pikipiki au kwa jina maarufu anaita bodaboda. Kwa hiyo baada hivyo wakakutana na msafara wa magari ya askari.
lakini wanasema ni askari magereza. Kwa hiyo haijulikani, siwezi nikasema hivi kuwa maana mimi naambiwa tu kuwa ile gari iliacha, yani kama vile ilifeli, ikawafuata kule waliko, ikawagonga, ikaenda ikagonga na mti, kwa maelezo ninavyoambiwa. Lakini tukio mimi au nione jinsi lilivyokuwa sijaona, lakini kwa maelezo nilioelewa amegongwa na gari ya magereza. Unaona hiyo. Na baada ya kumgonga tuchukua toba. Baada ya kumgonga hao maaskari walimchukua, ndio wenyewe wakaenda kumpeleka mochwari, maana yule marehemu alifia pale pale. Walipofika mochwari kule ndio ikabidi, maana wakawa kitambulisho kilichopatikana ni simu. Kwa hiyo ile simu ndio ilimuongoza mpaka kupata mahali yanapotokea na mahali yanapoishi. Kwa hiyo na sisi ndio kupata taarifa. Ndio. Na hadi sasa hivi wao magereza wanahusikaje kwenye msiba huu? Kwa kweli mimi tangia nimekuja hapa, nilikuja jana, maana mimi makazi yangu yako Mtoa. Tangia nimekuja hapa sijaona aina yote ya ushirikiano. Bila shaka ni wenyeji tu ndio wanayetufariji hapa, na watu wenye yani watu wa Samaria wanajua kuwa shida imetokea basi. Lakini kwa upande wa magereza sijaona mimi aina yote ile ya mtu yote aje hapa. Bila shaka kuwe kuna jambo fulani, maana linapotokea pengine atakuwa na yeye anasema ingalau hata kwenda kutoa pole, sijaona. Na wamekiri au hata polisi wanakiri kwamba ni wao magereza wanahusika katika hilo, kuna namna wanakwepa? Kuna kanamna fulani, maana hata nilipoenda ikabidi, maana tumeenda asubuhi kwa jambo fulani. Sasa nikakuta kwa kweli pale kuna mzunguko mkali, yani ina maana kuwa kuna namna fulani ya ushirikiano wao wenyewe wanaojua. Kwa hiyo kiasi ya kusema hivi kuwa wanakwepa, maana wenyewe wanasema kuwa yule dereva toyo ndio aliingilia msafara, yani alikuwa anataka wanasema nini, yani kuovertake, yani au watu wanasema kuna kisheri kuchomekea ya. Sasa ile kuchomekea akakutana na buti. Polisi kama polisi wao wanasema, kwa kweli polisi mimi sijasikia usemi wao, wala yani aina yote ile bila shaka ya kuelezea au jambo lolote lile mimi sijasikia, wala na habari, yani ni kitu kama hakipo. Sasa na haki ambazo mnadai kama familia, au tumekubali muziki aishe? Kwa hapa unajua tulikuwa ndio tunataka tukae, maana unajua mkisha vamiwa na jambo hamtakuwa na maamuzi ya kuamua kwa haraka, maana kutokana hapo kwanza bado tunafikiria ni jinsi gani tutakavyomwezesha huyu marehemu afike mahali anapotakiwa afike. Naona hiyo. Pengine hayo unayeniuliza yatakuja baada ya kufika kule au baada ya kumaliza zile shughuli, ndio tutajaribu kuangalia ni kama kuna haki, kama kuna aina fulani. Bila shaka hapo sasa, maana sasa hata kama sisi wenyewe vichwa vimefanya nini, vimetulia. Na alieleza kwamba huyo bodaboda alichomekea ni nani? Alikuwa anatoa maelezo kwa majina. Yani ni askari wa magereza au askari wa kawaida? Huyo alikuwa ni askari wa kawaida. Ndio anasema hivi kwa yani huyu, maana alikuwa analalamika kuhusu vitendo vya bodaboda, jinsi mienendo yao inavyoenda. Kwa hiyo alikuwa anaelezea yani matukio, kusema hapa Arusha amezidi, hata huyu kama itakuwa hivi ni haki yake, maana yeye anauona msafara na ving'ola yani ina maana kwa ile ambulansi inamuonyesha kuwa kuna kitu fulani, yeye alafu anataka yeye akachomekea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama amejipendea mwenyewe. Na hayo aliongea akiwa Central, ndio? Na hayo maelezo yalikuwa Central. Walikuwa wakiongelea pale Central. Walikuwa wakiongelea pale. Wapi yani eneo gani? Na walikuwa wanaongelea ofisi gani? Ilikuwa kwenye ofisi ya mpelelezi.
Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni msafara wa magereza. Hiyo inathibitisha kuwa ulikuwa ni msafara wa magereza. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.